Bismillahirrahmanirrahim. Ikiwa mtu amemwoa mwanamke akiwa yuko na mtoto, je, yule mtoto ambaye kwamba mwanamke amekuja naye katika ndoa ya huyu mwanaume, mtoto anaweza kumrithi huyu mwanaume? Tunasema la, mtoto hawezi kumrithi huyu mwanaume kwa kuwa si babake, na urithi inakuja kutoka kwa baba kwenda kwa watoto ambao kwamba ni wa kisheria. Kwa hivyo yule mtoto hawezi kumrithi huyu baba insha Allah, isipokuwa baba anaweza kuandika usia wa mtoto kama yule, ya kuwa mimi nikifa, huyu mtoto ambaye kwamba alikuja nimemwandikia kitu fulani, au ni mwenye kupewa insha Allah. Pia huyu mtoto anaweza kumrithi mamake. Huyu mamake ambaye kwamba ameolewa na huyu mwanaume ako na urithi kwa huyu mwanaume. Kwa hivyo mama akishamrithi huyu mwanaume, yule mtoto anaweza kumrithi mamake insha Allah, lakini mtoto hawezi kumrithi huyu mwanaume moja kwa moja insha Allah, isipokuwa kama ni usia umeandikiwa ama upande ya mamake insha Allah. Alhamdulillahi alladhi manna alaina bidinin kulluhu hikamun wa ahkam فيه مصالح الأنام وتطهيرهم من الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جميع التفضل والإنعام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير النبيين الكرام، وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي مقصرة بتقوى الله جل جلاله، فقد فاز المتقون. وأحذر نفسي عن عصيان الله، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. فاتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم أبوابا من الخير تبقى لهم بعد وفاتهم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. الحديث رواه ابن ماجه وإمام دارقطني، والحديث صحيح. عباد الله، baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala, na kumsalia na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika Ijumaa ya mwisho kabisa katika mwezi wetu wa 10, nayo ni mwezi wa Shawwal. Leo ndio tunauaga mwezi kama huu, ndugu zangu katika imani. Siku zote tunafurahi sana tukikata siku, lakini je, tumetafakari vipi na kwa nini tunakata siku? Amesema mmoja kati ya waliosema ya kuwa inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, sisi tunafurahi sana kumaliza siku, tunafurahi sana kumaliza wiki, tunafurahi sana kumaliza mwezi na mwaka. Wa kullu yawmin yamdi yudni ila al-ajal, na kila tunapomaliza siku tuelewe ni kaburi tunakaribia, tuelewe ni siku zetu za duniani tunakata. La msingi ikhwani fillah, umri ambaye kwamba Allah ametupa katika dunia kama hii, tutumie umri wetu kumridhisha Allah na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mawdhu'u khutbatina al-yawma bi'idhnillah,
ama kichwa cha maudhui yetu siku kama hii ya leo kitakuwa alwasiyatu fil Islam, usia katika Uislamu, usia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo kwamba tulizungumzia ndugu yangu katika iman, ni jambo ambalo kwamba kila Muislamu linamhusu jambo kama hili. Kila Muislamu anafaa kushughulika na jambo kama hili. Twasema katika rehema ya Allah kwa waja wake, Allah ametupa chance, ametupa fursa ya kujisaidia tukiwa duniani mpaka baada ya kuondoka duniani. Ukiwa duniani unaweza kutekeleza ibada wewe mwenyewe. Ukiondoka duniani waweza kuacha jambo duniani, thawabu yake na kufata mpaka ukiwa katika kaburi lako. Alivyotueleza Mtume alayhi salatu wasallam akisema, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Wakati mwanadamu atakufa, amali yake yote inafungwa, ibada yake yote inafungwa, isipokuwa mambo matatu yanayoendelea malipo yake mpaka baada ya kuondoka katika dunia kama hii. Akasema sadaqatin jaria, kama mtu alitoa sadaka ambaye kwamba malipo yake inaendelea mpaka baada ya kufa, watu wakifaidika na jambo kama lile, huyu kiumbe anapata malipo mpaka katika kaburi lake. Au ilmin yuntafa'u bihi, ama mtu aliwafundisha watu masala ya dini, aliwafundisha watu mambo ya khairi, baada ya kufa watu wakitekeleza jambo kama lile, kiumbe kama yule katika kaburi lake anapata malipo kama haya. Mtume akasema, au waladin salihin yad'u lahu, ama mtu awe na mtoto mwema atakaye mkumbuka baada ya kufa, awe na ndugu, marafiki na jamaa watakao mkumbuka kwa dua baada ya kufa kiumbe kama huyu. Na Mtume alayhi salatu wasalam akaendelea kutueleza katika maneno yake mengine akisema, inna Allaha qad tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa sadaka kwenu nyinyi. Kuna ofa ambayo kwamba Allah amewapa, kuna malipo ambayo kwamba Allah amewapa, mpaka baada ya kuondoka duniani munaweza kufaidika na elimu yenu, munaweza kufaidika na mali yenu, munaweza kufaidika na yote ambayo kwamba Allah alikuwa amewapa katika dunia kama hii. Mtume akasema, ziyadatan fi a'malikum. Mambo kama haya Allah amewapa ni kana kwamba anawazidishia umri yenu. Umeondoka duniani na bado unakumbukwa kwa yale ambayo kwamba uliyafanya mazuri. Unaondoka duniani lakini bado kuna thawabu ambayo kwamba inakufuata katika kaburi lako, ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo twazungumzia usia katika dini, na dini yetu yatuhimiza sana tuchunge sana jambo kama hili, ndugu zangu katika imani. Kwanza kabisa Allah anatueleza ndani ya Qur'an, musilete mchezo na usia katika maisha yenu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala kasema, kutiba alaikum, imelazimishwa kwenu nyinyi Waislamu, ni lazima kwenu nyinyi Waislamu, intaraka khairan, yeyote ambaye kwamba atawacha mali, yeyote atakayewacha chochote katika dunia, khairan bimaana almal. Mtu yuko na mali, usiondoke duniani na ujawache usia katika mali kama hii, haujawacha mwelekeo katika jambo kama hili. Intaraka khairan, kama mtu yuko na chochote ambacho kwamba na kimiliki katika dunia kama hii, Allah anasema alwasiya, kiumbe kama huyu awe ni mwenye kutoa wasia. Kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul maut, imelazimishwa kwenu nyinyi wakati mtu atafikiwa na maut, sakratul maut, intaraka khairan, kama amewacha mali katika dunia, khairan bimaana almal. Allah amesema, wa innahu lihubbil khairi la shadid, na huyu mwanadamu anapenda sana mali. Sasa hii mali ambayo kwamba watu wako nayo, ukiwa na mali unaenda kuondoka duniani, Allah anasema alwasiya, kuwa ni mwenye kuhusia. Andika usia katika jambo kama hili. Kivipi? Lilwalidaini wal aqrabin, pengine kwa wazazi wako, kwa familia yako, chochote kama kile. Allah akasema bil ma'ruf, lakini iwe kwa wema, hakuna dhulma ndani yake. Haqqan ala almuttaqin, ni haki kwa wachaji Mungu. Amesema Imamu Shafi'i rahimahullah
katika maulama wakubwa ambao kwamba tunawakumbuka mpaka leo. Alikufa mwaka gani Imamu Shafi'i, lakini tunamzungumzia ni kana kwamba yuko pamoja na sisi. Mtume alikufa mwaka gani, twamzungumzia ni kana kwamba yuko na sisi. Hawa walijitahidi wakatuachia mambo ya kheri katika dunia. Leo sisi tuko duniani, yapi tutawaachia wale ambao kwamba wanakuja? Anasema Imamu Shafi'i rahimahullah, min sawabi al-amri lilmar'i, mtu mwenye busara, mtu mwenye fikra ya hali ya juu kabisa, alla tufariqahu wasiyatahu, ni mtu ambaye kwamba yuko na usia kila wakati, anakuwa ni mwenye kuchunga jambo kama hili. Idhan ma maana alwasiya? Hii usia ambayo kwamba tuizungumzia, ni nini maana ya usia ndugu yangu katika iman? Wanasema maulama, alwasiyatu hiya tabarru'un min al-insani fi hali hayatihi. Usia ni tabarru', ni mtu kutoa kitu, ni mtu kuacha ujumbe, ni mtu kutoa baadhi ya mali yake wakati yuko hai, ila insanin akhar, ametoa ile mali kwa mtu mwingine, au jihatin khair, ama ametoa mali yake kwa watu ambao kwamba ni waheri. Pengine kuna organization ambayo kwamba inasimamia mayatima, pengine kuna organization inawasimamia wajane, kuna organization inasimamia talabatul ilm. Sasa mtu wakati kabla ya kufa anasema yeye akifa baadhi ya mali yake iende kwa organization fulani isaidie mayatima, iende sehemu fulani isaidie watu ambao kwamba ni waheri. Idhan ni chochote ambacho kwamba mtu anakitoa akiwa hai, ima ampe mtu ama organization ama sehemu yoyote, ayunafadha baada mautihi, itimizwe baada ya yeye kuondoka duniani. Hiyo ndio maana ya usia ndugu yangu katika imani. Hii usia hukumu yake ni ipi? Dini inatuambia vipi kuandika usia? Wakasema maulama, usia inaingia hukumu zote za Kiislamu, kuanzia wajib, ikaja mustahabba, ikawa sunna, ikawa makruh, ikawa ni haram. Usia inaweza chukua hukumu yoyote katika hukumu za Kiislamu. Tega masikio, sikiza dini yako inasema vipi kuhusiana na kuandika usia kama huu ndugu zangu katika imani. Ya kwanza, kad takunu wajiba, kuna wakati kuandika usia ni wajib, ni lazima uandike jambo kama hili, na mtu asipoandika anapata dhambi kiumbe kama huyu. Kivipi? Kawasiyati biraddi alwada'i, kana kwamba uko na amana za watu, uko na mali za watu, andika jambo kama hili. Kama leo wengi katika watu, ama leo katika dunia kama hii, ni ngumu kupata mtu hana deni. Sasa wewe uko na deni, uko na amana za watu, andika vitu kama hizi ndugu zangu katika imani. Mchezo ambaye kwamba watu analeta leo, mtu yuko na amana mingi za watu, anapuuza vitu kama hivi. Kesho kutwa amekufa na yuko na amana za watu na watu hawaelewi. Mtu kama huyu anaenda kuadhibiwa katika kaburi lake, anaenda kupata shida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uandike kama uko na haki za watu, uko na deni ya watu, uko na chochote cha watu, andika jambo kama hili ndugu zangu katika iman, iwe ni deni ya wanadamu ama ni deni ya Allah. Kama mtu ni mwanabiashara amekopesha baadhi ya watu mali yake, lazima aandike vitu kama hivi. Kama amekopeshwa lazima aandike vitu kama hivi, na ndio Allah hajataka mchezo kwa jambo kama hili. Wakati alizungumzia deni katika Uislamu alisemaje? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Masala deni hakuna ujanja ndugu yangu katika imani, lazima tuandike. Na ambaye kwamba yuko na madeni, amekosa kuandika, amekufa na yuko na amana za watu, huyu mtu anaenda kupata adhabul qabri kabla kutane na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuleta mchezo na jambo kama hili, wangapi wameondoka duniani leo wako na madeni chungu nzima, kisha watu wanakuja eti msikitini eti ambaye kwamba anamdai fulani, ambaye kwamba anadaiwa, au ni familia.
Huyu mtu alikuwa akidili na watu wengi sana duniani, pengine Kenya, pengine nje ya Kenya, online, vyovyote. Hao wengine ujumbe huu imewafikia vipi? Sasa masala kama haya lazima yaandikwe ili tuweze kurudisha amana na haki kama hizi. Vile vile deni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunasema tuko Ijumaa ya mwisho, tarehe 29 katika mwezi wa Shawwal. Tumemaliza Ramadhan, tunamaliza Shawwal leo. Pengine kuna watu wako na deni za Ramadhan. Wangapi wameandika deni zao za Ramadhan? Wakuta mtu anadai Ramadhan siku 2, 3, 4 ameketi tu, lakini anajua yuko na deni. Ndugu yangu katika iman, andika deni ya Allah. Sema Ramadhan 2026 nadaiwa siku kadhaa sikufunga. Kwa hivyo ikiwa utaondoka duniani, familia yako wanaweza kukusaidia, na ikiwa haujaandika umeondoka duniani, hiyo ni shida baina yako wewe na Allah, na unaenda kupata mambo kama haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi ambao kwamba hajatekeleza haji? Wangapi ambao kwamba hajatekeleza mambo ya khairi? Mpaka leo ameandika. Kama mtu yuko na mali anaandika kabisa, mimi sijatekeleza haji na niko na uwezo wa kutekeleza haji. Akifa lazima watu wamtekelezee haji kiumbe kama huyu. Ichukuliwe baadhi ya mali yake apewe mtu akafanye haji kwa niaba ya kiumbe kama huyu. Hii ni usia, lazima iwe ni yenye kuandikwa ndugu yangu katika iman, ili tuweze kupeleka mambo kwa hali ambayo kwamba ni bora zaidi. Idhan usia inakuwa ni wajib. Kama ni deni, kama ni haki za watu, lazima iandikwe jambo kama hili. Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ya kuwa haifai kupita siku 3 na mtu yuko na usia anataka kuhusia na hajaandika. Haifai kupita. Abdullah ibn Umar yasema haijawahi kupita siku moja ila mimi nimeandika usia wangu. Ukilala haujui kama utaamka. Leo hivi sasa hatujui kama tutafika jioni. Sasa masala ya mchezo na mali na deni kama hizi tuacheni ndugu zangu katika iman. Lazima jambo kama hili liwe ni lenye kuandikwa biidhnillah. Vile vile mustahabba, kuna wakati usio inapendekezwa lakini si lazima. Kivipi? Kawasiyati lil aqaribi ghairi alwarithin. Kama vile mtu yuko na mali anatoa usia itekelezwe baadhi ya familia yake wapewe mali ambao kwamba hawawezi kumrithi, kama vile wajomba, kama vile maanti, kama vile wajukuu na wambali hawawezi kurithi. Anasema akifa kitu fulani watu fulani wasaidiwe, kitu fulani watu fulani wawe wenye kupewa. Ni jambo linakubalika katika sheria yetu. Vile vile muharrama, kuna wakati usia ni haramu. Na hapa tusikizeni sana vizuri ndugu zangu katika imani. Kuna wakati usia inakuwa ni haramu, na tukisema ni haram haifai kufanyiwa kazi jambo kama hili. Kawasiyatin bima'siyah, ni kama mtu anahusia watu katika mambo ya maasi, eti akifa mali yake ichukuliwe ijengwe kasino, ama mali yake ichukuliwe ijengwe sehemu ya haram. Pale ni usia ambao kwamba ya haram, haifai kufanyiwa kazi jambo kama hili. Ama mtu anatoa usia kwa jambo ambalo kwamba halifai. Kama leo mnaona baadhi ya watu wanaeka usia eti akifa aende akazikwe sehemu fulani. Sasa mtu yuko na msikiti anasema akifa anafaa kuzikwa katika msikiti wake. Je, tunaweza kutekeleza jambo kama hili? La. Mtu akifa haufai kuzikwa msikitini ndugu yangu katika iman. Hata kama ni wewe umetengeza, hata kama ni jambo lako, unapelekwa kwa makaburi ya Waislamu ama kuzikwa msikitini, eti usia ndo huu ambao kwamba ameuacha, ni jambo ambalo kwamba halikubaliwi. Ama mtu anatoa usia eti akifa azikwe na baadhi ya mali yake. Kama kuna mtu nimemuona ametoa usia eti azikwe kwa gari yake, then watu wanamwekea coffin katika gari yake, amezikwa pamoja na gari. Then Muislamu anakuja na fikra kama hii. Hii ni usia wa haramu ndugu yangu katika iman. Hauwezi kuzikwa na mali yako. Mtu anazikwa vile dini inatuambia. Ama mtu anatoa usia eti akifa achomwe, asizikwe, cremation. Na leo baadhi ya watu wanatoa usia, si Waislamu, Muislamu anachukua fikra kama hii, eti akifa awe ni mwenye kuchomwa. Then watu wanakuja na usia ati ndio usia wake, alisign mwenyewe, anafaa kuchomwa. Ile usia tunaichukua, tunaipasua, unaitupa kando, huyu mtu anazikwa.
Ikhwani fillah, tusisaidiane kumuasi Allah eti huyu mtu ametoa usia. Atoe usia atakavyotoa, yeye ni mja wa Allah, na usia itenda kulingana na mambo ambayo kwamba Allah anataka, si watu kwenda na akili zao. Ndugu zangu katika iman, idhan usia wowote wa haram ni jambo ambalo kwamba halitekelezwi, linawachwa jambo kama hili. Ama vile vile katika usia ambaye kwamba ni haram, au kana idraran bilwaratha, ama mtu anatoa usia ya kuwadhuru wale ambao kwamba wanamrithi. Saizi mtu anatoa usia wakati anaona anaenda kufa, anasema ametoa mali yake yote sadaka, ametoa mali yake yote sadaka. Ile usia hayo ni yenye kuchukuliwa, ndugu yangu katika imani. Kwa nini? Anataka kuwadhuru warithi wake, kama takavyotaja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume amesema athuluthu wa thuluthu kathir. Akitoa mali yake yote sadaka, tutachukua a third of that mali, a third yake ama thuluth yake ndio tutaichukua itolewe sadaka, ile nyingine inaenda kwa warithi wake. Kwa hivyo kutoa urithi, kutoa usia kwa kuwadhuru warithi ama kumdhuru mke wake ni jambo ambalo kwamba halikubaliwi katika sheria. Vile vile au alwasiyati lilwarithin, ama mtu kutoa usia kwa warithi wake. Hapa pia tusikie sana ndugu zangu katika iman. Leo kuna baadhi ya watu, pengine walipita, pengine wako, mtu yuko na mali, yuko na watoto wake, na kuna mtoto ambaye kwamba ni mjeuri sana kwa mzazi wake. Then mzazi ameazungumzi naye, wamekosana, anaandika usia eti akifa huyu mtoto asipewe hata shilingi yake. Ameandika, amesign, wengine wapewe mali ya asipewe. Je, tutatimiza usia kama huu? Akifa baba, wote wanapewa mali the same, wote wanapewa mali the same. Hakuna kumweka mtu mbali kwa mali ya babake. Bora ni baba wa kisheria, bora ni baba wa kisheria. Tunasema kisheria kwa kuwa kuna mambo mengine hapa. Kama ni mtoto wa nje ya ndoa, hana urithi mtoto kama huyu kwa huyu baba. Kama ni mtoto wa nje ya ndoa, hana urithi kwa baba kama huyu. Lakini mtoto wa kisheria, hata baba useme asipewe mali yako, huyu mtoto atapewa ile mali. Na ikiwa usia wako utatekelezwa, ni matatizo unayopata katika kaburi yako, ni dhulma, unamdhulumu kiumbe kama huyu. Hata kama alikuwa mjeuri kivipi kwako wewe, hiyo ni shida yake na Mungu wake. Usimdhulumu mali yake eti kwa kuwa amekuwa mvurugo kwako na wewe. Yeye atapewa mali yake, then kama ni shida baina yake na Mungu ataenda kumalizana sehemu kama ile. Kwa hivyo kama kuna usia wowote ulitolewa eti mtu anyimwe mali ya babake ama ya mamake, tuharakisheni kumsaidia aliyekufa, huyu apewe mali yake leo kabla hajakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, tusomeni dini yetu, tufahamuni dini yetu. Leo wengi katika watu ni watu ambao kwamba hawana time na dini yao, na jambo ambalo kwamba tunalihusia na ni jambo la hatari kabisa. Mutakuta hivi wazazi wako na bidii sana na watoto wao. Unakuta mzazi anajisifu sana eti mtoto wangu anasoma national school, mwingine international school, mwingine anasoma abroad, mtoto anasoma kadha na kadha na kadha. Mzazi anakwambia eti yeye analipa kwa semester moja more than $500,000 ama hata $1 million katika semester. Anatoa mali mingi sana mtoto wake aende akasome sehemu ambayo kwamba amesoma. Swali ni nini huyu mtoto anasomea? Kitu gani ambaye kwamba mtoto anasomea? Anasoma mambo ya kidunia tu, hajui chochote katika dini yao. That's why munakuta tunapata watoto wamesoma sana mambo ya dunia. Huyu mtoto ni engineer mzuri kabisa, yule mwingine ni daktari profession, yule mwingine ni pilot, yule mwingine ni kadha. Wamebobea sana kwa mambo ya kidunia, warudishe katika mambo ya dini. Mtu unaambiwa ni profession doctor, ni mtu ambaye kwamba yuko na sifa ya juu kabisa katika utabibu. Muulize swali moja, wewe kama daktari umesomea sehemu fulani, mumetoa mali mingi sana, hebu nisomee suratul Ikhlas. Anakuuliza suratul Ikhlas ni sura gani? Siwe ni dokta jamani, suratul Ikhlas haujui? Unamwambia qul huwallahu, anakuambia ungesema suratu qul huwallahu. Kwa hivyo yeye anajua suratu qul huwallahu. Then mwambie maana ya suratul Ikhlas ni nini? Anakuambia unajua I don't know the meaning. Anaanza kizungu mingi hapa hivi.
Na mtu anakosa haya kusema hajui maana ya suratul Ikhlas. Na wewe ni Muislamu ndugu yangu katika imani. Wewe unaona umesoma huku, Mungu wako haumjui. Sasa wengi wanatoa nguvu kwa watoto wao kusoma mambo ya kidunia, wamepuuzwa mambo ya dini, ndio hawa watoto wanakuja kuleta vurugu baada ya mzazi wao kufa. Wangapi katika watu baada ya wazazi wao kufa wameanza kuvurugana na ile mali? Hii mali ni yangu, hii mali si yenu, hii mali ni kadha, wameanza kupelekana kotini. Wangapi katika Waislamu mpaka leo watu wamekufa miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 20, 30, wamesahaulika duniani na kesi zao bado ziko kotini. Watoto wao ndio wanapelekana kotini, mandugu wawili wanapelekana kotini, wengine wanakosa hayo wanampeleka mamao kotini, wengine wanashikiana mapanga kutaka kutoa na uhai kwa mali ya babao. Lakini nyinyi ndio mmewapeleka kusoma dunia, hawajasoma dini. Ile mali haimsaidii baba kwa chochote ambaye kwamba alikufa, na wale ambao kwamba wako hai haiwasaidii kwa chochote. Hamuoni ni sisi tunawaletea watoto wetu shida? Ndugu zangu katika imani, tunatoa nguvu mingi sana kwa wao kujua dunia yao. Mbona hatutoi nguvu kwa wao kujua dini yao? Ndugu yangu nakwambia ya kuwa hii nguvu mnatumia kutafuta mali, tumieni nguvu kuwafundisha watoto wenu dini. Wacheni kuwaletea watoto wenu vurugu katika dunia kama hii. Mnawakusanyia mali, mnaondoka hamujawafundisha Mungu wao, waanze kuvurugana kwa ajili ya mali kama hii. Na baba unaenda kubeba jambo kama hili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah kwa watoto wetu, tumcheni Allah kwa familia zetu, tuache kuleta vurugu kwa dunia. Leo kuna kesi zaidi ya miaka 30 watu wanavurugana kotini, koti ambaye kwamba si ya Waislamu. Mwenye mali yuko wapi? Alikufa miaka 30 iliyopita, paka leo watu wanavurugana kwa watu ambao kwamba si Waislamu. Wapi imani ndugu zangu katika imani? Hatumtambui Allah subhanahu wa ta'ala, hatumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Nini tunaenda kumwambia Mungu wetu? Mwenye mali amewacha yote ameenda, sisi tunaanza kupigania mali kama hii. Akili gani tunatumia? Kisha mtu anakuambia mimi mali ni yangu. Mwenye mali ameiwacha ameenda, wewe pia utaiwacha utaenda, mwingine ataiwacha ataenda. Fattaqullaha ikhwani fillah. Tumcheni Allah ndugu zangu katika imani. Huku kukimbizana na dunia sana na kusahau dini ya Allah, kusahau mafunzo ya Allah, wallahi tunaharibu dunia yetu kama hii. Na ndio leo mandugu hawazungumzi, familia hawazungumzi kwa ajili ya nyumba moja imewachwa, kwa ajili ya gari moja imewachwa, kwa ajili ya mali kiasi gani fulani imewachwa. Mbona hatujawatrain watoto wetu, tukiondoka wanaweza kupeleka mali kama hii? Wangapi katika Waislamu walikuwa wanafanya mambo ya kheri sana, wanasaidia sana, baada ya wao kuondoka duniani watoto wamekuja, ile kheri yote ya baba wamesimamisha, yote wamesimamisha. Kama ni kusimamia misikiti, kama ni kusimamia nini, yote yamesimamishwa. Kwa ajili ya nini? Tunajua tuko busy sana na mali. Hii mali ni yako jamani. Yule mwenye mali alikuwa akitoa, ambao kwamba amekuja eti tuko busy sana na mali. Ikhwani, tutawacha walivyowacha wale, na tutaenda alikoenda yule, na sote tutakutana mbele ya Allah. Wallahi tutajua hii dunia ilikuwa ni mapito peke yake. Tumcheni Allah, tuchunge mambo ya usia, tuwafundisheni watoto wetu dini yao, waweze kutusaidia sisi baada ya kuondoka duniani. Tuwache kutoa nguvu mingi upande ya secular na upande ya dini tumeidharau. Na mimi na wewe tunajua dini, ndio tunafundishwa mambo ya janna, mambo ya Allah, mambo ya akhira. Huku kwingine hawafundishi mambo kama haya. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, turekebishe leo kabla haijakuwa ni too late biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah tunamuomba tusamehe makosa yetu, aturegeshe katika dini yake kuregea ambako kwamba ni kuzuri, atuonyeshe njia haki kwa ni haki, atuwezeshe kuifuata, atuonyeshe njia batil kwa ni batil, atuwezeshe kuiepuka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullah inna Allaha kana غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
Ayuha almuslimun, tumalizia katika shurutul wasiya, masharti ya usia katika dini. Tumesema kila mtu awe ni mwenye kuandika. Uko na haki, uko na chochote, andika mambo kama haya, waachie watu mambo ya khairi biidhnillah. Masharti ya usia ya kwanza, ayakuna salihan litabarru, waachie watu kitu yoyote ambaye kwamba inaweza kuwanufaisha watu. Usiwe ni mwenye kuambia watu nikifa chukweni kitu fulani ambaye kwamba haina maana kwa maisha yetu sisi, si kidini wala kidunia. Ayakuna salihan litabarru, toa kitu ambaye kwamba inaweza ikawasaidia watu pengine baada ya mtu kuondoka. Jambo lingine, ayakuna lam yuayinil maut, usia inafaa kuandikwa kabla mtu hajakuwa katika sakratul maut. Leo watu wanaambiwa watoe wasia, wachangie mali yao katika mambo ya khairi. Mtu anaona hapana, mimi mali yangu ni mali yangu, lazima niishi nayo. Wakati amekuwa ni mgonjwa, madaktari wote wameitwa, huyu mtu ameona kabisa hana mwelekeo kwa dunia, anaondoka pale. Sasa anasema jamani, kujeni niandike usia wangu, hii mali ni vipi itakuwa yenye kutumika. Mtu kama yuko katika sakratul maut, anaenda kufa pale, hakuna usia ambaye kwamba inakubalika, na akitoa usia haichukuliwi katika dini. Mtume alayhi salatu wasalam amesema, ama alipoulizwa ayu sadaqati afdal, ewe Mtume alayhi salatu wasalam, sadaqa gani ndio bora zaidi? Mtume akasemaje? Anta saddaqa wa anta sahihun shahihun ta'mulu al-ghina wa takhsha al-faqr. Sadaqa mzuri ni sadaqa unayotoa ukiwa na nguvu yako, uko kabisa na nguvu na afya kabisa, unaogopa ufukara na unatamani sana mali na lakini unatoa mali kwa ajili ya Allah. Mtume akasema, wala yumhilanna hatta idha balagatil hulqum qala li fulanin kadha wa li fulanin kadha ala wa qad kana li fulan. Mtume wasema, musingoje wakati roho imefika katika koo, mtu anaona anakufa, eti ndiye anaanza kusema mali ni ya fulani, hii mali fanyeni kadha. Mtume anakuambia too late, hiyo mali si yako tena. Wakati unatolewa roho, mali ni ya warithi wako, wale ndio wanafanya na ile mali wanavyotaka, si mali yako tena, ndugu yangu katika imani. Idhan, mtu anatoa usia, anatumia mali wakati yuko na afya yake biidhnillah. Jambo la tatu, alla yakuna mukrahan, mtu andike usia kwa kutaka, asiwe amelazimishwa kuandika usia. Familia inakulazimisha lazima ufanye, si lazima. Hii ni kitu kama ni mali yangu, acha nitoe kwa kutaka. Leo kuna kisa nimeiona ya ajabu sana. Baadhi ya watoto ambao kwamba hawana dini, hawamjui Mungu wao, wanaona babao yuko na mali sana, wanangoja baba afe na hafi, na huyu mwenye unataka afe ndio hafi, ataishi hivyo hivyo miaka ngapi, yuko pale pale. Watoto wakaambiana, wakaenda hospitali, wakachukua barua eti babao yuko na shida ya akili. Wanamsingizia baba yuko na shida ya akili, wamempeleka hospitali na lazima, wakampeleka kotini na lazima. Koti inamwambia mzee, wewe uko na shida ya akili. Mzee analia, jamani sina shida ya akili. Wanamwambia wewe uko na shida ya akili. Wamemtoa mzee, kama ni mwenye mali imerudi kwa watoto. Billahi alaikum, baba yuko hai anafanyiwa mambo kama haya. Sasa angekufa hali ingekuwa vipi? Watu wanamfanyia babao mambo kama haya ili wachukue mali wafanye wanavyotaka. Tunasema hivyo ndivyo tulivyowalea watoto wetu. Hawamjui Mungu wao, hawamchi Mungu wao. Haya mambo ndio watakuwa wenye kuyafanya, ndugu zangu katika iman, asiyo amelazimishwa. Jambo lingine, alla yakuna alayhi dain yahwi malahu, mtu asianze kutoa usia na yuko na madeni mengi ambayo kwamba inapita na mali yake. Saizi mtu anaenda kufa, pengine mali yake yote ni 5 million ambayo kwamba amewacha, kisha anaanza kuhusia inshallah hii mali yangu ifanye kadha, mali yangu ifanye kadha, lakini anadaiwa 10 million. Wewe uko na mali ya 5 million, unadaiwa 10 million. Hii mali inaenda kulipa deni, ndugu yangu katika iman. Hakuna usia ambaye kwamba unaitoa sehemu kama ile. Jambo la mwisho, ayakuna biaqalli min athuluthi, ile usia iwe chini ya athad. Kivyo vyote vile iwe ni chini athad na chini yake, haifai kuwa zaidi ya sehemu kama ile biidhnillah.
Ikhwani fillah, jambo kama hili tulifanyie kazi. Tuanzeni kuandika usia na tuwalee watoto wetu kwa dini. Ni vipi mtu anaandika usia? Chukua kwa haraka upesi katika usia wako, wacha kukimbilia mali, wacha kukimbilia biashara. Anza kuandika, mimi ni fulani bin fulani, naandika jambo kama hili nikiwa na akili timamu kabisa. Najua ni nini ambaye kwamba nasema. Watoto wangu, jambo la kwanza, muogopeni Mungu wenu. Mcheni Allah. Fateni maamrisho ya Allah. Ametuumba Allah kwa lengo katika maisha kama haya. Kwa hivyo mcheni Mungu wenu watoto wangu. Jambo la pili, fateni sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Musikhalifu maneno na mienendo ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Shikamaneni na hayo, yatawasaidieni katika maisha yenu nyenye. Jambo lingine, enyi watoto wangu, shikamaneni na swala, shikamaneni na ibada. La kwanza kuhisabio mbele ya Allah ni swala, wala si mali. Shikamaneni na swala, hili ni jambo litawasaidia mbele ya Allah, na siyam na ibada zingine. Jambo lingine, kuambia watoto wangu, silatur rahim, unganeni. Mimi nikiondoka duniani, isiwe ni sababu yenu kuvurugana, isiwe ni sababu yenu kutengana. Mimi nilikuwa na mali kama hii, na yote nimewaachieni nyinyi watoto wangu. Sijaenda nayo sehemu ambayo kwamba naelekea, na nyinyi pia mutanifuata ninakoelekea. Hakuna chochote ambacho kwamba mtakibeba. Mcheni Allah kwa mali niliyowaachia. Iwe ni sababu ya kuwakaribisha kwa Mungu wenu, iwe ni sababu ya kuwaweka pamoja. Wakubwa wawahurumie wadogo, wadogo wawaheshimu wakubwa. Ishini kama familia. Sikubali mutengane kwa ajili ya jambo kama hili. Wape usia kama hizi. Baada ya hapo sasa, toa usia ambaye kwamba unaweza kuitoa kwa watoto wako kama hawa, na wawe ni wenye kuitimiza biidhnillah. Sasa swali pengine mtu anaweza uliza, mtu ambaye kwamba alikuwa hai, ametoa usia, akifa mali yake ifanyike kadha na kadha na kadha, na ni kweli ameandika vizuri. Watoto walipokuja wakaambiwa na wanajua usia ya babao, wakakataa. Wanasema tutekeleze hiyo kitu. Tunaelewana? Kama leo watu wengi sana wanafanya hivi, hatutekelezi hiyo kitu, tutafanyaje katika dini? Wakikataa, story imeisha, hakuna kitu ambayo kwamba tutayafanya. Kwa nini? Ile mali ni ya hao watoto. Baba akifa, hii mali ni ya watoto. Wakitaka kutekeleza ni sawa, wataki kutekeleza, hiyo ni wao sasa na Mungu wao. Hatuwezi kuwalazimisha jambo kama hili. Na ndio baadhi ya watoto wanasema, msije kutuletea stress kwa mali yetu. Kwa nini akiwa haya kujenga hiyo msikiti? Kwa nini akiwa haya kusaidia hao watu? Hizi ni lafdhi tunapata. Tunaambiwa katika makesi, mwache kutuletea stress. Sasa hivi unamwambia tumche Allah, mbona mkumwambia yeye amche Allah? Mbona alicheza na mali yake? Sasa hivi tunachukua ndio mnaanza kutuambia vitu kama hivi. Tusilee watoto kama hawa, tuwalee watoto wanaomjua Allah, wanamuogopa Allah, wanafuata sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Allah tumuomba turuzuku sote mali ambazo kwamba ni za halali, na atubariki kwa yale ambayo kwamba ataturuzuku biidhnillah. Atuhifadhi na awahifadhi watoto wetu wote biidhnillah. Na Allah tunamuomba tupe sote elimu ambayo kwamba ni ya dini, itusaidie duniani kabla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu wa sallimu ayyuhal muslimun ala man umirtum bis salati was salami alayhi wa huwa nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam. كما قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، ولا تجعلنا من الذل
الذلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لما تحبه وترضى. اللهم اهدنا إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله العظيم كثيرا اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.